Kabla ya kufanyika kwa mazungumzo kati ya Urusi pamoja na Ukraine pale mjini Istanbul, Uturuki, tuliona rais wa Marekani bwana Donald Trump alitangaza kwamba rais wa Urusi bwana Vladimir Putin hawezi kushiriki katika mazungumzo hayo mpaka Putin pamoja na bwana Donald Trump wazungumze, na watakachokuwa wamezungumza ndicho ambacho kinaweza kikamfanya bwana Vladimir Putin akutane kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na wa Ukraine. Moja kati ya kauli ambazo zimewatia hasira sana baadhi ya mataifa ya kimagharibi, hususani yale ambayo yamembeba rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky kwa mbeleko tangu ilipoanza special military operation mwaka 2022. Maswali yakawa ni mengi sana. Putin na bwana Donald Trump wana ajenda gani duniani kwa hivi sasa? Haya ni maswali ya msingi ambayo mtu unafaa kujiuliza. Mtakumbuka wakati wa mazungumzo ya mara ya kwanza kwa njia ya simu kati ya Rais Putin pamoja na bwana Donald Trump, kauli ambayo ilitoka ilikuwa ni makubaliano ya kwamba watamwambia rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky akubali kuzungumza na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, kwa maana ya ianze michakato ya mazungumzo ya pande mbili kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Maswali hayo yakawa bado yanaibua maswali mengine ambayo yalikuwa yanakosa majibu. Siku chache baadaye tukaona Ukraine pamoja na Urusi wametangaza kwamba watafanya mazungumzo. Lakini mazungumzo hayo kwa bahati mbaya, rais wa Marekani Donald Trump alisema ili mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine yafanikiwe, Putin amemwambia kwamba ni lazima Marekani pamoja na Ukraine na washirika wengine wakae kwenye vikao wazungumze kwanza wao kama wanayo nia ya dhati ya kufanya mazungumzo. Jambo hili ama hakika lilifanyika vizuri sana, ambapo tuliona ujumbe wa Marekani ambao uliongozwa na bwana Steve Witkoff na ujumbe wa Ukraine ambao wenyewe ulikuwa unaongozwa pia na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine walikutana wakafanya mazungumzo mjini Ukraine. Na siku chache baadaye tukaona yamefanyika mazungumzo kati ya ujumbe wa Urusi pamoja na ujumbe wa Marekani. Mazungumzo hayo yote ni mazungumzo yanayolenga kutafuta suluhu ya mgogoro ambao ulianza mwaka 2022. Kwa haraka haraka hapa tunapata majibu kwamba anayetoa maamuzi ya mazungumzo kufanyika ni rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Hili hakuna mtu ambaye anaweza kalipinga, kutokana na ukweli kwamba hata mazungumzo ya juzi ambayo yalifanyika kati ya Urusi pamoja na Ukraine ambayo yamefanyika tarehe 16, lakini safari zilianza juzi tarehe 15. Putin aliwaambia wa Marekani kwamba mimi kama mnahitaji nizungumze na Ukraine, ni lazima kwanza ninyi mzungumze. Baadaye bwana Donald Trump akaibuka naye akasema ili Putin azungumze na wa Ukraine ni lazima yafanyike mazungumzo kwanza ya viongozi hao wawili. Hapo ndipo Putin atakapokubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Sasa habari iliyopo ni kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump, baada ya yale mazungumzo kufanyika kati ya ujumbe wa Urusi pamoja na ujumbe wa Ukraine, mazungumzo ambayo yamefanyika mjini Istanbul, ambapo pamoja na mambo mengine mazungumzo hayo yamelenga hasa kumaliza mgogoro, lakini kubadilishana wafungwa kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa mazungumzo hayo kimsingi yalikubaliana kwamba watabadilishana wafungwa wa kivita wasiopungua 1000 kutoka katika kila eneo. Hilo lilikuwa ni pendekezo la kwanza. Lakini pendekezo jingine ambalo walizungumza ni kwamba upande wa Ukraine umeomba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wakuu wa nchi, na Urusi wakatamka wakasema wamelizingatia hilo na watamwasilishia rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Naweka nukta. Jambo la tatu ambalo Ukraine pamoja na Urusi wakakubaliana kwamba kila upande utawasilisha maono yao ambayo yanawezekana ya kusitisha mapigano siku zijazo kwa viongozi wao wa taifa husika, kwa maana ya wajumbe wa kutoka Urusi watawasilisha kwa bwana Vladimir Putin, wajumbe wa kutoka Ukraine watawasilisha kwa bwana Volodymyr Zelensky. Ijapokuwa mazungumzo hayo ambayo yamechukua takribani dakika 120 mjini Istanbul yalikuwa ni mazungumzo ambayo yalijawa na ukakasi wa hali ya juu, kwa sababu ujumbe wa Urusi
ambao ulitumwa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Moja kati ya swali ambalo waliwauliza viongozi wa Ukraine ilikuwa ni sababu zipi ambazo ziliwafanya mkapuuza mazungumzo ambayo tuliyafanya mwaka 2022 mjini Istanbul? Lilikuwa ni swali gumu sana kwa wale wajumbe wa Ukraine, na wao wakasema, tunaomba tujadiliane juu ya yale ambayo tumekuja kuyajadili, kwa sababu hilo majibu yake yapo, na majibu yenyewe ni kwamba mazungumzo ya mwaka 2022 mjini Istanbul, ambapo yamefanyika mazungumzo ya mwaka 2025, yaliharibiwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza bwana Boris Johnson na aliyekuwa rais wa 46 wa Marekani bwana Joe Biden. Hao ndio ambao walivuruga mazungumzo yale. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kwenye yale mazungumzo ya awali na haya mazungumzo ya sasa hivi ya tarehe 16, Urusi hawajabadilisha kipengele chochote. Wamewambia hivi, tunahitaji yale makubaliano ya katika mazungumzo ya mwaka 2022, hayo ndo tunaweza tukaanza kuyajadili pale pale tulipoishia, tuendelee kwenye kumaliza huu mzozo. Sasa hilo nalo limekuwa na ukakasi wake, limekuwa na kipengele chake kigumu sana, huku watu wakijiuliza kwamba rais wa Urusi na rais wa Marekani bwana Donald Trump wana ajenda gani ya siri duniani? Mtafahamu mazungumzo kati ya Urusi pamoja na Ukraine yanakuja ikiwa ni siku chache zimepita baada ya Marekani kuingia mkataba wa madini na taifa la Ukraine, jambo ambalo limewakasirisha sana Waingereza, limewakasirisha sana wa Ukraine, limewakasirisha sana wa Canada, limewakasirisha sana wa Faransa, limewakasirisha sana wa Jerumani, limewakasirisha sana wa Italy, pamoja na yale mataifa mengine ambayo yalikuwa yanaisaidia Ukraine, yakilenga kwamba yatakuja kupata baadhi ya rasilimali za Ukraine. Lakini kwa bahati mbaya bwana Donald Trump alipoingia tu madarakani akasaini mkataba wa miaka nenda rudi na Ukraine, kwamba sasa wa Marekani wanayo mamlaka kamili ya kuchimba madini yaliyopo nchini Ukraine, na sio madini tu, yanaitwa ni rare minerals, yani ni madini adimu ambayo hayapatikani kiurahisi ulimwenguni. Hayo sasa hivi wa Marekani wanayachimba, na unajua wanachimba kwa sababu gani? Wanafidia gharama ya hasara ambayo wameipata tangu waanze kuisapoti Ukraine mwaka 2022. Sasa rais wa Marekani bwana Donald Trump, wakati anapomalizia ziara yake Mashariki ya Kati na kwenye zile nchi za Kiarabu, amechapisha bandiko lifuatalo katika ukurasa wa Truth Social, moja kati ya mtandao ambao bwana Donald Trump anaupigia upatu sana. Akaandika hivi, nasoma kwa Kiingereza kama ilivyoandikwa: I will be speaking by telephone to President Vladimir Putin of Russia on Monday at 10 o'clock a.m. The subjects of the call will be stopping the bloodbath that is killing on average more than 5,000 Russian and Ukrainian soldiers a week, and trade. I will then be speaking to President Zelensky of Ukraine, and then with President Zelensky, various members of NATO. Hopeful it will be a productive day. A ceasefire will take place, and this very violent war, a war that should have never happened, will end. God bless us all. Hii ni kauli ya kiongozi namba moja wa taifa la Marekani bwana Donald Trump, ambaye mnaona kabisa kwamba anasema atafanya mazungumzo kwa njia ya simu siku ya Jumatatu saa 4 kamili asubuhi na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Mazungumzo yanayolenga kujadili kuhusu namna gani ya kuzuia umwagaji damu, inafahamika kama bloodbath, lakini pia anasema ambao umeua kwa wastani wa zaidi ya askari 5,000 wa Ukraine pamoja na Urusi kila wiki. Na baada ya kuzungumza na Putin, atazungumza na rais wa Ukraine. Akishamaliza kuongea na rais wa Ukraine, atazungumza na nchi wanachama wa NATO, na hapo ndipo anapoamini kwamba mazungumzo haya yatakuwa ni mazungumzo yenye tija, mazungumzo yenye kuleta maana ya namna ya kumaliza mgogoro kati ya Urusi pamoja na Ukraine.
naomba niwape kazi moja ya kuifanya. Putin alisema yeye atafanya mazungumzo kama yale ambayo amehitaji yatimilizwe yatakakuwa yametimilizwa. Marekani wakasema Ukraine hana budi kukubali masharti yaliyotolewa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Ilizua mgogoro kidogo, lakini ukweli wa mambo unabaki pale pale. Mwenye nguvu muite power. Donald Trump anaanza kuzungumza na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Na ifahamike anazungumza na Putin wakati tayari wajumbe wa Urusi wameshamwasilishia Putin taarifa ya kile walichozungumza mjini Istanbul. Kumaanisha kwamba Donald Trump anakwenda kushauriana na bwana Vladimir Putin, anakwenda kusikiliza nini anachokitaka Vladimir Putin baada ya mazungumzo ya mjini Istanbul. Na baada ya mazungumzo hayo ya mjini Istanbul, tafsiri nyingine inayokuja ni kwamba yale aliyoyazungumza bwana Vladimir Putin ndiyo itakuwa ni ajenda ambayo bwana Donald Trump ataibeba, ataondoka nayo moja kwa moja mpaka nchini Ukraine kwa bwana Volodymyr Zelensky. Akisha toka kwa bwana Volodymyr Zelensky, ataenda moja kwa moja kwa nchi wanachama wa NATO ambao wanaisapoti Ukraine, na atawaeleza haya ndiyo maazimio ambayo tumeazimia kati ya Urusi pamoja na Marekani juu ya namna gani ya kumaliza mgogoro unaoendelea kati ya mataifa hayo makubwa mawili. Naendelea kuamini, naendelea kula kiapo, taifa ambalo kwa hivi sasa ulimwenguni linaogopewa kuliko taifa jingine lolote lile, naendelea kuamini na ninakula kiapo, ni taifa la Urusi peke yake. Hakuna taifa jingine lolote ambalo linaogopeka kama linavyoogopeka taifa la Urusi. Tunasubiri tuone mazungumzo ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Tuone itakuwa ni mazungumzo yenye lengo la kumaliza mgogoro au yatakuwa ni mazungumzo ambayo yatachochea hasira miongoni mwa wanachama wa nchi wanachama wa NATO wanaoisupport Ukraine. Mimi naitwa Alex Guido Mvinge na hii ilikuwa ni ripoti ambayo tumeipokea tukasema tuizungumze ili watu muweze kuelewa juu ya kile ambacho kinaendelea duniani na hasa mustakabali wa rais wa Urusi bwana Vladimir Vladimirovich Putin. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.